Karibu tena kwenye channel ya East Africa Astro Guide. Uh, tukiwa tunaendelea na uchambuzi wetu wa nyota mbalimbali. Muda huu tunapoongea mwezi upo kwenye alama ya Capricorn, alama ya mbuzi, na kuna mambo mengi yanaendelea sana kwenye vita, na leo tunaongelea rasmi kwamba je, masuala ya utabiri ama astrology inasema nini kwenye vita inayoendelea kati ya Israel, America and Iran. Tufahamu kabisa kwamba operation ya Epic Fury na Rising Lion ilianza siku ya Jumamosi asubuhi. The moon was mwezi ulikuwa kwenye alama ya Simba na kulikuwa hakuna ishara yoyote ya kutokea vita kwa namna yoyote ile, kwa sababu mara nyingi mwezi unapokuwa kwenye alama ya Simba unakuwa na brightness iko vizuri sana kwenye brightness, na tayari tushatoka kwenye mwezi uko kwenye alama ya Ndoo, kwa automatically na jua liko kwenye alama ya Ndoo, kwa tulikuwa tunaona kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mazungumzo na kufikia makubaliano. Kwa hiyo of course bado mizozo ingeendelea, lakini kwa vile majadiliano yalikuwa yanaenda vizuri, automatically tukategemea kuwa kutakuwa na vita, na ndio maana hata watu wengi, wachambuzi wengi wanasema kwamba ile vita ilikuwa ni muda mfupi, walikuwa wameipanga kwa muda mfupi, kitu cha muda mfupi watekeleza labda kumua Ayatollah Khamenei, na baada ya hapo uongozi uweze kubadilika, basi raia watu wengine barabarani wachukua maofisi ya serikali na kadhalika, lakini matokeo yake yamekuwa tofauti kidogo. Hapa tunachokiona ni kwamba na haya ndio madhara ya kutokujua masuala ya unajimu vizuri, kwamba unapokuwa na hali nzuri ya kupata kile unachokitaka, ni vizuri ukakifanya ukapata kile unachokihitaji, na kuliko kwenda against na kitu ambacho ulikuwa unachokitaka. Sasa unataka kwenda kinyume chake, utake kitu kingine. Kwa sababu gani? Mazungumzo kati ya Israel, America na Iran kuhusiana na nuclear program yalikuwa enda vizuri kabisa, na Iran ilisema haitoendelea na mradi huo, matumizi yake yatakuwa ni kiraia tu. Lakini matokeo yake ni kwamba vita vimezuka ghafla, na kilichotokea nini? Walijua labda Iran haijajipanga, lakini kweli wamekuja kugundua siri ya muda mrefu ya Iran. Wamejipanga zaidi ya miongo miwili. Mtu kujipanga miongo miwili kwenye swala la kujua kama atavamiwa sio jambo dogo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba moon ilikuwa kwenye alama ya Simba, na majadiliano au makubaliano yaliyofanyika mara ya mwisho maana yana uwezo yakapiga hatua na wakafanya vizuri zaidi. Mwezi wa sita kabla ya vita hajazuka mwaka 2025 ni kwamba walikuwa kwenye mazungumzo hivyo hivyo. Baadaye vita vikazuka wakiwa katikati ya mazungumzo. Automatically kipindi hichi tulitegemea kwamba mazungumzo haya yataleta tija kubwa sana. Kwa sababu gani? Tulikuwa na Mercury ina retrograde, sayari ya Mercury tulikuwa tunaona kwamba inarudi nyuma, maana yake kwamba yale mazungumzo ya nyuma, kile ambacho kilikuwa kimeachwa kina uwezo mkubwa wa kupatiwa majibu kwa kipindi hiki. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea kwamba mpaka tarehe 21 ya mwezi wa tatu huenda mazungumzo yale yangeweza kuwa na tija kidogo. Lakini sasa ukiangalia kwenye swala la nyota, kwa mfano ukiangalia Israel kinyota, ukiangalia na Amerika mara nyingi nyota inayoongoza Amerika inakuwa ni Libra, nyota ya mizani, na kwa upande wa Israel inakuwa ni Scorpio. Kwa hiyo kunakuwa na Libra na Scorpio ambayo inapambana dhidi ya Iran ambayo ni Aries, ambayo ni nyota ya punda. Na wakati mwingine tunaona kabisa hii Iran pia ina nyota ya Virgo, nyota ya mashuke. Kwa hiyo kinachoona nini kwamba nyota ya mashuke kwa kipindi hichi ambacho Mercury ina retrograde, automatically kwenye swala la technology, kwenye masuala ya mawasiliano na makubaliano, of course yangeweza kufikiwa mwafaka. Lakini nyota ya Aries siku zote ina nguvu ya kutaka kumaliza jambo kwa haraka. Kwa hiyo Iran automatically ingekuwa na uwezo mkubwa wa kulimaliza ile jambo kwa haraka na mambo yaishe. Lakini kwa upande wa Israel tunaona kwamba yenyewe kama Scorpio wakiwa kwenye dark side, Scorpio wakiwa hawako katika maamuzi sahihi, siku zote wanakuwa na dangerous instincts. Kwa mfano wivu na possessiveness, wanataka kumiliki kitu kwa nguvu na mambo mengi ya hatari kama hayo. Lakini kwa Libra ambao ni Marekani, nyota ya mizani, automatically kwa vile tayari kuwa na Iran ambao wote kwenye nyota ya mawasiliano,
walikuwa wako vizuri na mahusiano na Libra, of course mambo yangeweza kwenda vizuri kabisa, na watu wengi walikuwa wanategemea mambo yatachukua na namna nyingine, lakini hayakuwa hivyo. Tunaona sasa hivi vita sasa, tukiviangalia kiundani kiastrology, ni kwamba vita havikuanzishwa na Marekani direct. Vita hivi vilianza na Israel kuliko Marekani. Kwa hiyo Israel lazima atakuwa alianza automatically, kwa sababu Scorpio tunawajua nyota ya nge ni kwamba wana tabia kutengeneza vitisho ama hofu. Kwa automatically huenda alimtisha Marekani na kumwambia labda huyu mtu anaweza akakupiga akafanya nini, na kumweka katika hali ya tahadhari, kwa sababu tunavyofahamu kabisa Wayahudi wengi ambao kwa Marekani wenye fedha nyingi wana nguvu nyingi sasa hivi kwenye serikali ya Marekani. Kwa hiyo ni ngumu kidogo kutoacha kuwasikiliza. Kwa hiyo kwa upande wa Iran ambao ni Aries, ni nyota ya punda, automatically anapopigana na nyota ya Scorpio, vita inakuwa sio ndogo, kwa sababu Scorpio ni watu ambao wanapenda kurudi sana, wanapenda kurevenge, wanapenda kulipiza visasi, wanapenda kurudi sana. Na Aries kwa upande wake ni wanasayari ya Mars, ambao ni Mars ambayo inakuwa ni wanasema ni mungu wa vita. Wanakuwa na mungu wa vita au malaika wale wa vita, wanakuwa kwenye sayari ya Aries. Lakini kwa upande wa Scorpio ana Mars na pamoja ana Pluto. Ana Pluto. Kwa namna moja nyingine, kama Scorpio akiwa dark akifuata kitu ambacho sicho, automatically kwa kutekeleza vita badala ya majadiliano, ni kwamba yeye na Aries wanapokutana, of course huwa ni vita moja mbaya sana. Na kwa upande wa Israel na Marekani, hii vita ilikuwa mara kwanza ni incursions, kwamba ilikuwa ni muda mfupi tu waweze kufanya wanachotaka waondoke, unaona hivyo kwa sababu reconnaissance walishaifanya, kwa masuala ya uchunguzi wa kijeshi walishafanya mwezi wa 6 kwenye ile vita siku 12. Kwa sasa hivi walichokuwa wanakifanya sasa ni kwamba wafanye incursions, wamalize, waondoke, raia wachukue nchi imebadilika, regime change imetokea. Lakini kwa bahati mbaya sana jambo hilo limekuwa ni gumu. Kwa sababu ya nini? Aries tunawafahamu. Aries ni wapiga mishale wazuri sana, ni watu ambao wana uwezo mkubwa wa kushambulia. Lakini tufahamu pia mwaka huu unaongozwa na Mushtara. Maana tarehe moja ilikuwa siku ya Alhamisi. Kwa sababu hapo tunaona hapa ni Mushtara. Automatically unapoanzisha swala la vita vinakuwa ni vibaya sana, vikubwa, na vinakuwa uwezo wa kuvizuia vinakuwa ni ngumu kidogo. Kama tunavyoona sasa hivi vita vinakuwa ni vigumu kidogo. Kwa sababu gani? Sare ambayo ipo ni Mushtara. Lakini sasa tuangalie kwa upande wa Iran kwenye hii vita. Iran yenyewe ni kwamba huyu Aries yeye vita vyake vingi vinakuwa ni vita, anataka vita vikubwa. Aries, mtu mwenye nyota ya punda, mara nyingi vita vyake anataka vita vivyo vikubwa, hawapendi kushindwa. Na Iran tumeona kihistoria, wataingia tawala za nyuma walizokuwa nazo, hao watu kushindwa vita inakuwa ni ngumu sana. Hata Alexander Mkuu alipata shida sana, hata falme ya Roma ama Rumi ilipata wakati mgumu sana kutokana na ushujaa wa Persia na makabila ambayo yako ndani ya Persia pia, ambayo Wapersia wako asilimia karibu 60 mpaka 65 ya Wairani wote. Wanaofuatia ni Waazeri, unaona pia Wabalochi, wanakuja mpaka waitwa Wakurdi. Sasa ni ngumu tayari, Wakurdi, Wabalochi, Wapersia wenyewe, Wafarsi pamoja na Waazeri wote tayari wako katika namna moja, maana wameungana katika dhehebu la Kishia, maana wote ni Washia na Waislamu wa Shia. Lakini kwa upande mwingine pia ni kwamba Iran kwa kujua kwamba hahitaji eneo dogo kwenye kupigana vita, akaamua kusambaza vita karibu Mashariki ya Kati kwa kupiga maeneo mengi sana. Yote kwa sababu gani? Nyota ya Mars huwa ni nyota ambayo inahitaji eneo kubwa katika mapambano, kwa sababu inakuwa ina area na vita. Lakini pia hii nyota uzuri wake ni kwamba inaenda huwa ushindi wake unatokana kwenda taratibu. Kwa mara kwanza wanaanza haraka sana, lakini wanaenda taratibu kadiri wanavyozidi kuendelea. Kwa sababu ya nini? Ya Vigo. Kwa sababu Vigo inakuwa mara nyingi sana inafanya vitu kimya kimya, na tumeona Iran akishambulia rada za Marekani ambazo zilikuwa ni siri sana, kuharibu intelligence ya Marekani na Israel. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande wa Israel pia ni kwamba Israel anachofanya kikubwa ni anaishi kwa hofu tu ambayo haina maana yoyote, kwamba kuna siku labda Iran atamshambulia na kadhalika. Hii ni hofu ambayo ipo, na Scorpio mara nyingi nyota nge wanakuwa na hofu sana pale wanapokuwa wanaona kwamba kuna tishio. Ni watu ambao wanakuwa wana uwezo mkubwa sana intelligence. Scorpio wengi wana uwezo mkubwa wa kuwa researchers, uwezo mkubwa sana wa kuwa intelligence na kadhalika, au wachunguzi wazuri sana. Lakini sasa hawa mara nyingi sana
wanaingia deep, wanapenda kuingia deep, maana ukifahamu kitu kiundani kiko wapi na nini, wana uwezo huo mkubwa sana. Na unaona Israel imekuwa na uwezo huo mkubwa sana, na pia uwezo wa kuficha na tactics na uwezo na tricks hapa na hapa. Kwa mfano, umeona Iran wamekuwa wakidanganywa mara kwa mara kwamba tunaenda kwenye meza ya mazungumzo afu baadaye wanashambuliwa. Hizi tricks za Israel kwamba okay, watu wa tricks hivi waweze kuwa vulnerable, maana kwamba waweze kuachia mianya mingi wenye kupiga, na hii ndio ilichotokea kwa Iran. Lakini Iran wamejifunza sasa kwamba Israel na Marekani wana intention ya makubaliano ya kudumu. Kosa cha msingi nini sasa? Ni kuwasha eneo zima moto, kwamba kutokea pricing, kwamba zile nchi ambazo raia wa nchi husika ambao vita vinaendelea waweze wenyewe kufanya mabadiliko pia katika nchi zao, na pia kutengeneza chuki, kwa sababu Aris pia kwa vizuri sana katika kutengeneza chuki. Wakichukia jambo ama bwana, kuwarudisha nyuma inakuwa kidogo ni ngumu sana, na kitu ambacho inatakiwa Israel, America wafahamu hivyo kwamba hata baada ya vita kuisha, kiongozi yote ambaye atakujirani au Iran hawezi kuipenda Israel wala America. Hichi kitu lazima ukishike kwenye mic. Kama unaangalia video hii, basi jua kabisa kwamba hichi kitu kitakuwepo, kwa sababu hii ni taifa ambalo linaongozwa na sayari ya punda Hamas, na ni muda mrefu, sio leo. Na ishara moja hapo ni kwamba wameshapata mashujaa wengi sana kwenye masuala ya kurusha mishale, masuala ya mashujaa wa kivita, na pia hata eneo waliopo hao mabwana wamekuja miaka mingi sana. Iran hii kabla ijayo, Iran ishakuwa na majina mengi tofauti hapo nyuma, na pia wamekuwa ni mahiri kwenye mambo mengi sana kuliko hata nchi za Kiarabu. Kwa hiyo sasa tunachokiona sasa kwa hii vita inapokwenda kwamba kuna uwezekano mkubwa vita itaisha kwa majadiliano au makubaliano. Kutakuwa na mazungumzo yatatokea, lakini soko karibu sana, kwa sababu vita lazima ipigane, kwa sababu bado kuna hasira kubwa sana ndani ya Aries, ndani ya nyota ya punda. Lakini nyota ya mizani naona sasa kwa Marekani wanataka sana makubaliano, kwa sababu Amerika kama tunavyofahamu, nyota ya mizani huwa haipendi kufanya kitu kwa muda mrefu, yani kukiendekeza kitu kwa muda mrefu, kwa sababu ni nyota ambayo mara nyingi inapenda kuwa busy na masuala ya kifedha. Yani inapenda sana kuwa busy na masuala ya kifedha kuliko vita. Na unaona Marekani vita nyingi anavyovifanya ni vita vya ikashi, na kushambulia na kuondoka, kumaliza kazi na kuondoka, kama alivyofanya kwa Iraq, Libya na kadhalika. Lakini kwa vita ambavyo ni war of attrition inakuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu hawapendi kupoteza fedha. Na umeona sasa hivi wameshapoteza rada nyingi ambazo ni mabilioni ya pesa, mifumo mingi ya ulinzi ambayo ni missile defenses wanapoteza. Kwa automatically hao watu kwa sasa hivi watakuwa wanajiandaa kuondoka kwenye vita. Jinsi itapokuwa wanajiandaa kukimbia kwenye vita, lakini sasa wanataka kubalance, wapate balance kati yao wenyewe na Iran. Unaona hivyo? Lakini sasa Israel kwa upande wake, kwa sababu ni mtu wa vengeance au ulipizaji kisasi na kadhalika, na pia kuwa wenyewe ni power supremacy, wanataka kuonekana wakubwa katika eneo fulani, kwa sababu katika struggle moja hapo ya nyota ya nge ni kwamba ni mara nyingi sana inakuwa ni kule kuonekana, kujulikana, kutaka ukubwa na kadhalika. Hizi ni katika negative ya Scorpio, na ni kitu ambacho Israel imekuwa ikikieleza kwa miaka na miaka, kutaka kuonyesha wenyewe ni political supremacy, military supremacy na kila kitu. Lakini kwa Iran bado itabakia ile ile tu kwa miaka mingi inayokuja, kwa sababu sio taifa la leo. Marekani, Israel bado, kwa Iran bado ni nchi ndogo sana kihistoria. Iran ina historia kubwa. Nadhani hichi ni kitu ambacho pia Israel inakuwa ina wivu pia na Iran, kwa sababu ya historia iliyotukuka. Hata watawala wakubwa duniani kwa kipindi hicho pia wamekuwa wakijaribu sana kuiandamine Persia, yaani hauwezi kuvuka kwenda, hauwezi kusema wewe ni mkubwa wa dunia bila kudili na Persians, kwa sababu hawa kihistoria hawajawahi kupiga magoti kwa yoyote. Na ni kitu sasa hivi ambacho kitatokea Iran kwa sababu ya sayari ya Mars, ambayo sayari ya Mars tunaifahamu, hii sayari ya vita. Sayari ya vita automatically hawezi kukubali kwa namna yoyote, hawezi kukubali, isipokuwa labda wakubali kwa masharti kadhaa ambao watayataka wao. Na possibility ni kwamba kama kutakuwa na masharti, maana yake ni kwamba Wamarekani waweze kuondoka katika eneo la Mashariki ya Kati, kwenye Gulf states waweze kuondoa base zao, ama kama sio hivyo basi Israel regime uweze kubadilika, ama ule uwezo wa Israel wenyewe kama wenyewe uweze kudhoofishwa. Hapo ndipo kuweza kupatikana na amani, kwa sababu sasa
Iran ataona kwamba tishio kubwa sasa ni hao bwana, anapotokea hata vita wanaweza wakarudi tena, kwa sababu tunajua nyota ya nge ina tabia ya kuwa vengeful, kwamba ina tabia ya kurudisha kisasi mara kwa mara. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinachoonekana. Kwa hiyo sasa tuangalie, je, mizani ambayo ni Marekani versus nyota ya nge ambayo ni Scorpio pamoja na nyota ya Aries au Virgo ama nyota nyingine ni Virgo, jinsi gani itaishia. Lakini kwa kifupi ni kwamba vita itaishia kwa mazungumzo, na tunaweza tukaona mabadiliko makubwa sana kwenye Gulf states au nchi ambazo zipo kwenye Gulf pale. Kwa mpaka siku nyingine tena kwenye mazungumzo haya ya nyota kwa kuangalia masuala ya kivita ama geopolitics za dunia. Nadhani mpaka hapa niseme kwamba tufuatilie kwenye video nyingine ambayo tutazungumzia masuala haya kiundani na jinsi gani haya mambo yanaweza yakachukua hatua kulingana na astrology ama masuala ya kinyota, na usisahau ku hit the subscribe button, hiyo kengele na kadhalika. Usisahau kubonyeza alama ya kengele pia, au kupigia simu ama kutuma message kwa shida yoyote ya masuala yoyote ya kinyota, iwe ni private ya kwako binafsi ama kampuni ama chochote kile ambacho unataka ufafanuzi zaidi kuhusiana na masuala ya kinyota na namna gani unaweza kupata mafanikio kupitia nyota yako. Maradhi yanayokusumbua, je, unaweza ukatatua vipi kwa kupitia pia nyota yako? Kujua je, maradhi haya kinyota naweza nikafanyaje kwa nyota hii nikaweza kujisaidia mwenyewe. Kwa mpaka muda mwingine kwenye video nyingine, asante sana na karibuni kwenye channel ya East Africa Astro Guide. Ni mimi Mnajimu Abdallah Ibrahim, mpaka siku nyingine, asanteni sana.